Wakati tukianza, nataka tuelekeze masikio yetu na ambao mnaweza kuona kwenye ujumbe ufuatao. Tunapokwenda kumpumzisha, tunaweza kusema bila kigugumizi kuwa tuko tayari kuendeleza kazi yake nzuri kwa nguvu, kasi. Tutaiendeleza kwa nguvu, kasi na ari ile ile. Na hapa naomba niseme kidogo. Kwa wale ambao wana mashaka mwanamke huyu ataweza kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nataka niwaambie aliyesimama hapa ni rais. Nataka nirudie kwamba aliyesimama hapa ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye maumbile yake ni mwanamke. Tunapokwenda kumpumzisha, Mheshimiwa Rais, nilikuwa naacha hiyo izame kidogo kwenye nyoyo zetu na tafakuri zetu. Nataka nianzie hapo. Miaka mitatu baadaye tutafakari. Waingereza wanasema hiyo ni loaded statement. Ilikuwa ni tamko unalitoa, bila shaka kuna mahali ulikuwa unatoka. Mheshimiwa Rais, nini kilikuwa ndani ya moyo wako? Nini kilikuwa ndani ya akili yako? Nakushukuru sana. Nakushukuru sana ndugu Bakari. Mnanisikia? Nashukuru sana. Wakati natoa lile tamko, nilikuwa nimekumbuka mambo ya kutiana moyo huko kwenye mazingira yetu ya maisha. Wajua wanaume kama anafanya jambo anaelekea kushindwa, akienda kwa wenziwe anaambiwa mrume hujikaza, nenda mrume hujikaza. Kwa na mimi siku ile nikasema hapa mrume hujikaza. Bila kujua, bila kuwa na uhakika na kwenda kufanya nini, lakini nilisema ngoja nisimame niwahakikishie wa Tanzania kwamba aliyesimama hapa ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na nimesema vile nikijua changamoto iliyoko na wasiwasi ulioko mioyoni kwa watu, kwamba ni mara ya kwanza kupatwa na hali ile tuliyokuwa nayo. Kwa hiyo wengi waliingia kwenye hali ya shock, lakini anayeingia angekuwa jibaba lenye misuli angalau roho zingetulia, lakini anaingia mwanamke na vishungi vyake, anasema kwa wepesi zaidi, anatizama kama hataki. Kwa nadhani wasiwasi ulikuwa mkubwa zaidi kwa watu. Nikasema ngoja niwatoe watu kwenye hofu, sababu hofu ilikuwa kubwa sana. Nikasema ngoja niwatoe kwenye hofu, na ile ilikuwa ndio changamoto yangu ya kwanza. Nchi ina msiba, lazima ivuke salama, na aliyesimama lazima aoneshe kwamba kuna mtu amesimama na nchi inaweza kuvuka. Kwa hiyo ule ulikuwa ni mtihani wangu wa kwanza. Naam. Umeweka vizuri sana Mheshimiwa Rais. Sasa nataka kujua ni nini hasa kilikusukuma uhisi hapa watu wanahitaji msimamo fulani, kwa sababu mapokeo ya jukwaa lile wakati ule na hata hapa ukumbini umeona leo
baada ya kusema aliyesimama hapa ni rais, wakati wanajua aliyesimama pale ni rais. Lakini wewe kurudia yale maneno, kukawa na mlipuko wa furaha. Nadhani watu waliripuka kwa kujua kwamba kwa yale maneno tumepata mtu ambaye kweli atasimama na ataivusha nchi, na ndio maana kukawa na ule mlipuko. Na kilicho nisukuma kusema, tayari kulikuwa kuna minong'ono, ataweza kweli huyu? Ebu angalieni, kweli inawezekana, mwanamke kweli. Lakini nikamwambia aliyesimama hapa ni rais, lakini maumbile yake ya kike. Sasa rais haina gender, rais ni rais tu, mamlaka ni mamlaka tu. Kwa aliyesimama ni rais mwenye maumbile hayo, sawa na rais mwingine mwenye maumbile ya kiume. Kwa hiyo ndio hivyo, ndio tulianzia hapo. Naam, na nafikiri watu wa mawasiliano wanajua, wanasema mnapofanya mawasiliano kuna wale unaowalenga, alafu kuna wengine ule ujumbe pia unawafikia japo walikuwa not the intended. Kwa hiyo umetugusia kidogo hapo kwamba kulikuwa na minong'ono. Kwa hiyo kulikuwa na vita unapambana navyo. Unajua hofu isingeacha kuwepo. Hofu isingeacha kuwepo kwa watu wote. Kwa sababu kwanza tukio lilotokea halijawahi kutokea. Kupoteza rais akiwa madarakani ni shoki ya aina yake. Lakini pili, mwanamke ndio anaingia sasa kureplace. Na pengine huko nyuma ningekuwa labda tunaita mwanamke kidume, watu kidogo wangepata imani. Lakini nimekuwa mwanamke hasa, mwanamke kwa maana ya mwanamke. Kwa hiyo kidogo watu iliwapa hofu. Walikuwa nao. Bila kujua kwamba akili haichagui hivyo. Akili ni akili, whether iko kwenye kichwa cha kiume, kichwa cha kike, yategemea unavyoitumia. Naam, sasa Mheshimiwa Rais, tumezungumzia miaka mitatu iliyopita. Kuna kitu tumekiona ndani yako. Tunataka turudi nyuma miaka 60 na iliyopita, pengine 50, 60 iliyopita. Ni nini ambacho kimefikisha kuwa na mwanamke Daktari Samia Suluhu Hassan akiwa rais wa sasa? Character, yani ule ujasiri ule tuutafute kutoka kule nyuma. Historia inaonyesha kwamba Mheshimiwa Rais ulizaliwa Januari 27 mwaka 1960 visiwani Zanzibar. Tulimsikia hapa mzungumzaji Kamishna Dr. Anna akisema hakuwa wala na wazo la kwenda kwenye askari, alitaka kuwa daktari. Wewe wakati unakuwa ulikuwa unatamani kuwa nani? Asante, swali gumu. Unajua enzi zetu wakati uko shule primary, uko sekondari ya mapema ile, wala huwazi utakuwa nani. Lakini nilipokuwa sekondari nilikuwa naona DRC walikuwa na airline na ilikuwa ina perform vizuri sana ndani ya Afrika. Sasa ukiona wale air hostess wao wanavyovaa na vikofia na vialama, nilikuwa napenda sana niwe kama wale. Sana. Lakini masomo yangu hasa ilikuwa science. Kwa hiyo kuna siku kakaangu akaniuliza, hivi ukimaliza kusoma unataka kuwa nani? Straight nikamwambia nataka kuwa air hostess. Akanambia mpumbavu mkubwa, kazi gani hiyo? Sasa katika kubishana akanambia hebu fikiria tena. Lakini baba yangu mzazi, yeye alikuwa mwalimu na alikuwa anapenda sana mmoja kati ya watoto wake arithi kazi yake. Walinipangia mimi, kwa bahati nilipomaliza form 4 Zanzibar kukaa kuna batch ya kwanza ya wanafunzi wa diploma ya ualimu. Kwa hiyo akanipangia kwenda kule. Kwa sijaamua nataka kuwa nani hasa. Basi nikaenda mpaka chuo. Lakini usiku ule nikatoroka.
Kakangu akanambia hebu toka huko, rudi nyumbani. Nikatoroka nikarudi nyumbani. Basi nikabakia nyumbani. Kabakia kama miezi 2-3 hivi, ndio nikapata ajira sasa ofisi kuu ya maendeleo kama karani wa kawaida, na safari ikaanza hapo. Asante sana Mheshimiwa Rais. Kwa hivyo tunatoka na umegusia hapo kwamba utotoni, shule, sekondari, tunapokuwa tunasoma tukiwa wadogo, wakati mwingine hatuna uelewa mkubwa. Ni changamoto zipi unafikiri unakumbuka, nilipokuwa nikienda shule hiki kilikuwa kinanitatiza na ulifanya nini kukabiliana nacho? Okay. Nachokikumbuka kwenye shule ya msingi, kama alivyosema babangu alikuwa mwalimu. Sasa mimi nilikuwa mfano, tukifanya utovu wa adabu darasani, darasa ambalo mimi niko, akifika hauliza na sasa Samia njoo, na nikitoka ananitandika fimbo za kweli kweli. Akisha naambia wanafunzi, mmemuona huyu? Ndio. Anaitwa nani? Samia. Samia nani? Samia Suluhu. Suluhu mwenyewe ndio nani? Wewe nani? Mwalimu. Sasa mtoto wa mtu mwingine afanye ujinga kama huu, mtanijua mimi nani? Kwa ilikuwa ni mfano wa kupata adhabu kwa kuweka nidhamu kwa wengine. Hilo siwezi kulisahau siku zote. Hiyo ni kwenye primary. Lakini nilipofika ngazi za chuo, chuo changu cha kwanza nilifanya advanced diploma in public administration, ilikuwa IDM Mzumbe. Mpaka mwaka 83 sikuwahi kutoka nje ya jiji la Dar es Salaam. Zanzibar, Dar es Salaam, nazunguka Dar es Salaam yote. Lakini nilipaswa niende Morogoro na nilikwenda mwenyewe peke yangu. Kwa hiyo nilipofika IDM chuoni, nikapokelewa, nikaangalia kile chuo kilivyozungukwa na milima, na mnajua IDM iko kama kwenye kibakuli, juu ni milima tu. Sasa najiuliza, sasa hapa likitokea la kutokea na kwenda wapi? Nakimbilia wapi? Basi nikajiona naanza kulia. Nikalia bure tu. Nafikiria nyumbani na kule niliko. Nakumbuka kulikuwa kuna matron Mama Komba. Kaja akasema, "Wewe Mzanzibari unalia nini?" Sikumwambia nalia nini. Basi akanibembeleza tu, nyamaza. Wewe umekuwa mkubwa sasa, hamna kulia na nini. Basi nikaanza kukaa, nikazoea maisha ya chuo. Lakini nakumbuka siku yangu ya kwanza chuoni, nilikuwa kama ule mtoto mdogo anayekwenda shule siku ya kwanza. Si wanalia, na mimi nililia chuoni. Lakini nililia, nasema huku nilikokuja ni wapi? Likitokea na kwenda wapi? Huku nina nani? Kwa hiyo hilo nalo siwezi kulisahau katika safari yangu ya masomo. Lakini ukiacha hayo, nimeflow vizuri tu mpaka hapa nilipofika. Hebu tukae hapo kwenye hofu na kilio kile. Kimekujenga vipi baada ya kuona sasa kumbe nipambane na kivyangu? Kimenifanya nikue na nijue kwamba pale nilipofika sasa ndio nimefika na naweza kupambana na nisimame mwenyewe. Na nilifanya kazi hiyo. Asante. Sasa Mheshimiwa Rais, tuelekee kwenye eneo la kazi. Kisoma wasifu wako unaonyesha kwamba uliwahi kuajiriwa kama karani, na umesema hapa dakika chache zilizopita katika Wizara ya Mipango na Maendeleo kwenye Serikali ya Mapinduzi Zanzibar. Wanaokusikiliza wanaona kutoka karani mpaka rais. Na sisi watu wa habari, nikivaa kofia yangu ya editor, tayari naona kichwa cha habari au kichwa cha kitabu hapo, kutoka ukarani mpaka urais. Mheshimiwa Rais, hii ni hadithi nadra sana kutokea. Ni nini yamekuwa mapito yako, ukiacha hii uliyozungumza ya shule na chuo? Sasa umeingia kazini kwenye ukarani, umefanya kazi mbalimbali, nafasi mbalimbali mpaka kufikia hapa. Ni nini hasa kimekuwa, tutumie neno la Kiingereza, kina kudefine kwamba mimi Samia Suluhu Hassan naamini katika hiki siku zote? Nashukuru.
Ajira yangu ya mwanzo kama nilivyosema ilikuwa karani kawaida, lakini jinsi nilivyokuwa nikifanya kazi nilikuwa najiona kama pale nilipo sio pahali pangu. Lakini nilifanya kazi ile kama miaka 3 hivi. Lakini wakati nafanya kazi ile kulikuwa kuna watu wanakwenda kwa masomo ya juu na walinitumia mimi kukusanya data na taarifa kuwapelekea kufanya PhD zao. Kwa hiyo ile kuweza kukusanya nikaziweka vizuri nikawatumia ilikuwa inanipa moyo kwamba na mimi naweza kufanya. Lakini kama nilivyosema kwamba wakati naifanya ile kazi nilikuwa naifanya zaidi ya vile nilivyotakiwa kufanya na nikajiona hapa sio pahali pangu. Na ndicho kilinipa sasa moyo wa kwenda masomo ya juu zaidi ili niweze kuondoka pale. Kwa nilikwenda mafunzo mbalimbali ya IDM nje, Pakistan, India, na nilipotulia mwaka 88 nikaajiriwa na World Food Program, lakini nilikuwa kwenye mradi kule Zanzibar. Nikafanya kazi kule kwa miaka 9 ndani ya ule mradi. Na unajua ukifanya kazi kwenye mashirika ya kimataifa kuna experience kubwa sana unapata. Hata mwelekeo wako wa kazi ukirudi serikalini unajiuliza wanafanya kazi vipi? Unakuwa una mwelekeo mwingine kabisa wa kazi. Kwa baada ya miaka 9 nadhani kwa mwaka 97 nikamaliza nao contract. Nikarudi serikalini, lakini kama nilivyosema nikaona hapa kaliki sioni kazi ya kufanya. Kwa hiyo nikaventure kuingia kwenye taasisi zisizo za kiserikali. Nikafanya kazi kwenye taasisi zisizo za kiserikali na ni kama miaka 3. Kule unakuwa zaidi unakuwa activist kwenye taasisi zisizo za serikali. Lakini sasa nikaona nilikuwa nampenda sana kusikiliza Baraza la Wawakilishi kama bunge kule Zanzibar. Na nasikia mawaziri wanavyojibu zile hoja. Lakini ukweli mimi nafanya kazi na community huku, wananchi. Na naona kabisa kwamba mambo mengine yanayosemwa kule sio yaliyoko huku. Nikaona nadhani naweza kwenda kuongeza sauti. Ni wakawawakilishi wasio na sauti ndani ya baraza, niseme mambo yao. Kwa hiyo kilichonivuta kuingia siasa ni kwamba niende nikawasemee wananchi. Kwa nikauliza inafanywaje, nikaelekezwa inafanywaje. Basi nikafata zile taratibu na Mungu akaniitikia. Nikapita vizuri tu. Kwa nikawa mwakilishi wa nafasi za wanawake ndani ya Baraza la Wawakilishi kwa mkoa nao toka Kusini Unguja. Kwa nikasema sasa watakao kuja na uongo hapa mimi nipo. Sababu nimeshapita huko, hali ya wananchi naijua. Lakini unalolipanga Mungu anapanga lake analolitaka. Kwa hiyo baada ya kuapa kama mjumbe wa Baraza la Wawakilishi nadhani baada ya wiki 2 rais akatengeneza serikali yake, nikajikuta nimekuwa waziri ndani ya hiyo serikali. Na nadhani kuna kitu fulani Mungu amenipangia cha kuwa si wa kwanza lakini peke yake. Sababu kwenye baraza lile nilikuwa mwanamke peke yangu. Wengine wote walikuwa wanaume. Mwanamke alikuwa peke yangu. Na kwa bahati nzuri kulikuwa na naibu waziri mwingine mmoja, mwanamke peke yake. Kwa hiyo tuko wawili tu kule juu. Kwa nikafanya hiyo kazi appointment yangu ya kwanza nikawa waziri wa kazi, ajira, maendeleo ya wanawake na watoto. Na nikaifanya kwa miaka 5. Nikarudi tena mwaka 2005 kwa viti maalumu hivyo nikaingia. Nilivorudi kwenye baraza nikawa waziri wa utalii, biashara na uwekezaji. Kafanya kwa miaka 5. Baada ya miaka ile 5 kajikuta sasa nimekuwa nadhani naweza kupambana jimboni. Kwa nikaenda jimboni. Nilipoenda jimboni nilijua siasa maana yake nini. Kule ndiko walinipevusha. Haya nasemwa sasa hivi kwa mimi ni Pwani, nakotoka huko ndio baharini. Na kwa bahati kwenye jimbo lile hakukuwahi mwanamke hata mmoja kuthubutu kuomba. Mimi nilikuwa wa kwanza. Na kumbukeni
Kumbukeni ni jimbo la vijijini kwetu Makunduchi huko. Ndio unajipeleka wa kwanza sasa huko. Wakati huo umetoka kwenye taasisi za kimataifa, taasisi za hizo zisizo za serikali. Mambo haya mnaniona nayo sasa hivi, mishungi na mitandio hakuna. Ukiweka mtandio ni begani, twende kazini. Sasa kupokelewa kwenye jamii kwenye hali hiyo ilikuwa kazi kweli kweli. Lakini nilikaa kitako nikasoma ile situation, nikakaa na wanawake, nikawaelimisha wanawake, nikawaambia yote mnayoyasikia yanasemwa huko kuhusu mimi sio yangu peke yangu, ni yetu. Kwa na nyinyi msiponiunga mkono ina maana mnakubali yale, na mnakubali kwamba yale yanosema kweli yetu wanawake. Kama hamkubali niungeni mkono. Kwa hiyo nikazunguka jimbo lote nikapata kuungwa mkono na wanawake wengi sana. Unajua wanawake wana convincing power, wakashawishi na wanaume, nikapita kuwa mbunge wa jimbo. Na ndio nikaja kwenye serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia bungeni. Na kazi yangu ya kwanza nikawa waziri kwenye ofisi ya makamo wa rais. Kafanya hiyo kazi miaka 5. Upekee mwingine huo kwamba kila wizara nayokaa nakaa miaka 5. Sibadilishwi wala nini, nabaki hapo miaka 5. Kwa nikakaa miaka 5, tukaenda sasa 2010 kuingia kwenye uchaguzi mwingine, na ndipo chama na mgombea wakati ule wakanipendekeza kuwa mgombea mwenza. Kwa hiyo safari ikawa inaendelea hivyo. Lakini kabla kwenda kwenye uchaguzi, kama mnakumbuka mwaka 2014 tulikuwa na bunge la katiba ambalo na lenyewe kwa mimi ilikuwa tanuri la kunipika pia. Sababu wakati napewa ule unaibu spika wa bunge, sijui wala bunge linaendeshwaje, sijui wala nitafanya nini. Na kama mlivyoona bunge lile lilikuwa na watu wasemaji kweli kweli. Kwa lile bunge nalo lilinipika, likanipa uwezo na nguvu ya kufahamu mambo na kushughulika na hayo mambo. Kwa hiyo tulipokwenda nikaa mgombea mwenza, haikunitisha kwa sababu nilijua kuna mtu juu yangu. Kwa hiyo hata tulipomaliza kampeni nikawa makamu wa rais, sikuwa na hofu kubwa sababu nilijua kuna mtu juu yangu na mimi nitakuwa labda mshauri, fanya, nenda, hivyo kuna mtu juu yangu. Kwa hiyo haikunitisha sana. Lakini nilipokabidhiwa nchi pale, nisiwe muongo, kijoto nilikipata kidogo. Mheshimiwa Rais, kabla hatujaenda huko, hatujaenda sana huko mbele, nikurudishe nyuma pale kwenye kugombea ubunge. Kumbukumbu zinaonyesha kwamba ulishinda kwa 80%. Sasa unapozungumza na wanasiasa wengine wanawake kwenda majimboni, ni nini ungekuwa ushauri wako kwao? Mimi nadhani wanawake wanapokwenda majimboni ni kujua lengo lao la kwenda kwenye jimbo. Lakini mbali na lengo, mbinu ya kuingia na kuweza kuvuka vizuri kwenye jimbo. Na wote tunajua hapa kwamba hamasa ya vyama vya siasa iko kwa wanawake. Ndio wenye hamasa vyama vya siasa. Kwa hiyo mbinu ya kwanza ni kwenda kukaa chini na wanawake, wawaeleweshe vizuri. Na wanapokwenda, kawaida tunapokwenda wanawake majimboni, kuna maneno mengi tu ya kashfa, huyo sie, huyo katoka wapi, huyo hivi. Ni kuwaelewesha wanawake wenzao kwamba haya yanayosemwa si yangu, ni yetu, na nyinyi pia ni wanawake na mimi ni mwanamke. Lakini pia uwaeleze lengo lako la kwenda kwenye lile jimbo. Sio tu kwamba nimekuja nataka kuwa mbunge. Unataka kuwa mbunge kwa ajili gani? Kufanya nini? Kwa hiyo ukielewana vizuri na wanawake ambao wako kule chini, wanajitoa, wanakuunga mkono, na wanaume wakiona wanawake wamesimama kwa nguvu moja, na wenyewe wanakuwa na nguvu ya kuingia pia. Asante sana. Sasa kabla hujaturudisha kwenye joto ulilolipata kwenye urais, tuambie unapokuwa na ndoto
wakati unakuwa katika safari ya kazi na kisiasa. Uliwahi hata siku moja kufikiria kama mwanasiasa kwamba unaweza kuja kuwa kwenye nafasi ya makamu wa rais na pengine baadaye sasa kuwa rais? Pakubwa nilipokuwa napaotea nadhani ni ubunge au ujumbe wa baraza la wawakilishi. Ndio nilikuwa naota hapo. Kwa hata siku nimetangazwa kuwa waziri kwa sasa, ni nani? Ni mimi. Naweza kuwa waziri kweli? Kwa hiyo sikuwa na ndoto hata ya waziri. Sikuambia makamu wa rais na urais. Mengine nadhani ni kudra tu ya Mungu. Mungu anavyoyapanga na anapokunyoshea safari. Lakini mimi sijawahi kuwaza kuwa makamu wa rais ya urais, sijawahi. Nadhani nililoliingia kwa makusudi ni kuwa mbunge nikasemee watu. Mengine yalitokea labda kwa kuona labda naweza au hivyo. Na kama ulivyosema ukiwa kwenye siasa ni jambo moja, lakini sasa ukishapatiwa kile kijiti ndio joto. Hebu tugusie kidogo, joto ulilipata upande gani zaidi? No, joto nililolipata ni kwamba sasa mimi ndo nakuwa mkuu wa nchi, lakini pia amiri jeshi mkuu wa majeshi yetu ya ulinzi wa Tanzania. Sasa hiyo kazi ni kazi pevu sana, na kama mnavyojua wakati ule marehemu rais wetu anaondoka, kulikuwa tumeanza miradi mikubwa sana, mabwawa, reli, madaraja, Kigongo Busisi na mambo mengine mengi tu. Kwa hiyo kichwa kilinizunguka na kwenda nitafanya vipi? Nitapata wapi pesa ya kufanya yote haya? Lakini pia ile mapokezi ya uraisi, kwa mara ya kwanza rais mwanamke. Unafanya nini mpaka watu waridhike kwamba kweli unaweza, kweli umefanya, kweli wakukubali kweli unaweza. Kwa hiyo kwa kweli ilikuwa inaumiza kichwa. Lakini kama mnakumbuka wakati naingia, dunia nzima iko kwenye janga la COVID. Watu wanakufa. Na wewe ndio umeingia mpya. Huna malengo. Kwa sababu ukiomba, angalau na mimi naomba urais, lakini malengo yangu ni 1, 2, 3, 4, 5. Mimi ukiacha malengo ya ilani ya Chama cha Mapinduzi, sikuwa na malengo yangu binafsi. Lakini nchi unaikuta iko kwenye janga la COVID, uchumi unashuka, mamiradi mikubwa yanakutizama. Yani ilikuwa tanuri la moto kwa kweli. Lakini nikasema kama nilishika kitabu nachokiamini na nikaapa kwamba naapa kuilinda nchi hii na kufanya kazi ambayo leo natwikwa na wananchi wa Tanzania, nikasema Mungu atanionyesha njia. Kwa nikajikabidhi kwa Mungu, lakini pia nikatumia ujuzi niliokuwa nao. Kama ninavyosema, nilishawahi kufanya kazi shirika la kimataifa WFP. Kule ukiwa meneja wa mradi utajua mbinu za gani upate pesa, utajua mbinu gani upite wapi, ukaongee na nani, ufanye nini. Lakini nikatumia tu uzoefu ambao nasema nadhani nikipita hapa nitaweza, nikipita hapa nitaweza, nikipita hapa nitaweza. Kwa hiyo nikatumia hizo mbinu za medani wanasema, sio? Mbinu za medani. Nikazitumia na namshukuru Mungu nimeweza. Nadhani nimeweza eti. Mheshimiwa Rais, tukiwa tunaelekea kumaliza, kuna wakati ulisema wewe ni mama ukiwa unawapisha viongozi. Mimi ni mama, kinizingua nitakuzingua. Wanakuzingua mama? Mimi ni mama. Na kwa bahati nzuri wengi wa vijana niliowateua kina Nape hawa, wengi mimi ni mama kwao. Wengi na uwezo wa kuwazaa wengi. Na ndio maana nikapata uthubutu wa kuambia mkinizingua tutazinguana. Na nadhani wanamsikia Zuhura. Kila anayezingua Zuhura anafanya yake usiku.
wakiamka waliozingua hawapo. Kwa nadhani waliobaki wamenyooka, tunakwenda vizuri tu. Tunakwenda vizuri. Asante mama. Na zilizungumzwa zile falsafa zako 4. Watu wangependa kujua nini hasa ilikuwa maono yako ukaja na zile falsafa 4 kwa ufupi labda. Falsafa ya R4 zilikuja kwa sababu wakati ule naingia chama, vyama vya upinzani, wananchi, moja kubwa waliloniomba wasema, mama unganisha taifa. Sasa ile sentence mama unganisha taifa ikanipa kuwaza sana. Nikawa najiuliza kwa nini watu wanasema mama unganisha taifa? Kuna nini? Wapi taifa limegawana? Kwa hiyo nikafanya kazi ya kusoma ile hali ilivyo, na nikasema sasa nadhani tunahitaji kuwa na falsafa ambayo si mimi peke yangu, sio serikali peke yetu, lakini vyama vya siasa na wengine tunaweza kuitumia hiyo falsafa na tukaweza kuliunganisha taifa na tukaenda mbele. Na ndio maana nikaja na ile falsafa ya R4, kwa maana ya kwamba reconciliation, na kama mlivyoona nilianza na mazungumzo na vyama vya siasa, kutengeneza kamati mbalimbali kuangalia hali ilivyo ndani ya nchi na vipi tunarekebisha, lakini resilience, kama tumekosana basi tustahamiliane, tuvumiliane, turudi tuzungumze, tusonge mbele. Lakini baada ya kusonga mbele tunachotegemea ni nini? Ni reforms. Tufanye mabadiliko sasa, tuende kwenye yale mambo tuliyokubaliana. Na reforms nadhani mmekuwa mnaziona, sheria nyingi zinabadilika, lakini pia hata reforms za kiutendaji. Na hizo reforms sio tu kwenye siasa au kwenye serikali, tunazipeleka kila pahali. Watu wajireform, wabadilike ili tujenge nchi upya, na ndio ile ara ya mwisho, rebuilding, ili tujenge taifa letu upya. Kwa hiyo niseme tu kwamba nawashukuru wa Tanzania, ile falsafa imepokewa, vyama vya siasa vimepokea, tumezungumza, tumekubaliana. Kuna ambayo hatukukubaliana, tunavumiliana, hivyo tunakwenda kama alivyosema Mheshimiwa Nape, mabadiliko ni lazima yatokee, yametokea. Wanataka maandamano, fine, haya fanyeni. Ambia nyinyi vyombo vya ulinzi na usalama, walindeni, wasindikizeni, mpaka wanapofika wachieni waseme wanayosema. Wakifika hakikisheni wanatawanyika vizuri, hakuna kugombana, hakuna kufinyana, na nadhani yanatokea, na ndio mambo ambayo tulitaka. Lakini pia kwenye issues kubwa za kitaifa tunakutana wote, vyama vya siasa, NGO, taasisi zisizo za serikali, wadau wa maendeleo, tunakutana, tunazungumza na tunakubaliana the way forward. Mimi nahisi hilo linanisaidia zaidi, na ni ile inclusion. Mmoja aliuliza, alizungumzia inclusion. Linanisaidia zaidi kuwashirikisha wengi zaidi katika kufanya maamuzi ya kuendesha nchi. Sio kwamba nisingeweza kujifungia peke yangu na kuamua, ningeweza tu na mamlaka hayo. Lakini kama ninavyosema kila siku, hakuna mwenye warrant ya kuown nchi, hakuna. Nchi ni yetu sote. Kwa maamuzi ya kuendesha nchi hii lazima tushirikishane, ili yanapotokea huko mbele, kama mazuri kama mabaya, wasema tulishirikishana na tuliamua wote. Ukiamua peke yako linakuishia mwenyewe peke yako. Kimkishirikishana, hata wakisema tulishirikishana na tuliamua wote. Kwa hiyo mimi nahisi kushirikisha ndiyo approach ambayo nimeichagua kuendesha nchi. Na nadhani inanisaidia. Yanayofanikiwa haya ni kwa sababu tunashirikishana. Asante sana Mheshimiwa Rais. Watu wangependa tuendelee na mazungumzo haya, lakini muda umekwenda sana na tunabidi tumalize. Ukiwa unamalizia, una miaka 2 kuelekea uchaguzi mkuu. Tueleze tunaona nini sasa, tutarajie nini katika kipindi kilichobaki kabla ya uchaguzi mkuu? Tunakwenda kwenye uchaguzi mkuu, na mwaka huu tunaanza chaguzi za serikali za mitaa. Wito wangu ni ule ule, kwamba na leo tuko kwenye siku ya wanawake duniani hapa.
wanawake wajitokeze kwa wingi kwenye chaguzi, kuanzia serikali za mitaa. Twende tupambane huko, kwa sababu moja amesema nadhani mwenyekiti wa bodi ya Mwananchi Communication kwamba research zinaonesha taasisi ambazo kwenye uongozi kuna wanawake wengi, mafanikio yanakuwa makubwa zaidi. Kwa hiyo kama tutaingia kwenye nafasi nyingi zaidi wanawake, na sisi tutaingia huko chini kwenye ngazi za madiwani, serikali za huko miji, mitaa, kama wanawake watakuwa wengi, watakuwa wana fursa ya kusema mambo yanayowahusu. Tunakwenda kwenye ziara, unakuta serikali imepeleka pesa, madiwani wengi wao wanaume, au kamati gani huko wengi nao wao wanaume, wamekaa wanasema sasa hii hela imekuja tunakwenda wapi? Wanaamua tukajenge kitu wapi kule. Lakini hicho kitu unakwenda kimejengwa pale ambapo wananchi wako mbali nacho, hawana matumizi nacho. Lakini wanawake wangekuwepo, wangesema hapana, badala ya hiki nadhani shida yetu ni hiki kuliko hiki. Kwa hiyo na tumeona mifano kwenye TASAF. Kwa mfano kwenye TASAF kule ni 50-50 wanawake na wanaume, na maamuzi yanayotoka katika miradi ya TASAF ni perfect. Unakuta mradi unafanywa pahali ambapo kweli umetakiwa huo mradi. Lakini hata kwenye mabaraza ya madiwani, wale wanaochaguliwa maeneo yao, lakini zile nafasi maalum ambazo zinaingiza madiwani wengi zaidi, wanasaidia sana kufanya maamuzi ya pesa zinavyokwenda, kitu gani kijengwe wapi au upande upi. Kwa hiyo kwanza ningewasihi wanawake wajitokeze wengi sana kwenye serikali za mitaa. Lakini tunapokwenda kwenye uchaguzi mkuu kule sasa, na kule nako tunawahitaji wengi zaidi. Mwenyekiti ameniambia hapa kwamba amecheki baraza langu lina wanawake 8 au 9, na angependa huko mbele iwe 50-50. Sasa mimi ningependa zaidi iwe 50-50, lakini sio kwa sake of 50-50 tu, wale wenye uwezo ambao tutaweza kwenda nao, tushirikiane, tufanye nao na waoneshe kwamba kweli kuna delivery. Sio tu kujazana kwa sababu tunataka 50-50. Hapana, 50-50 with delivery, sio 50-50 peke yake. Kwa hiyo mimi ningeomba wanawake wajitokeze sana. Lakini jengine ambalo nataka kuomba, nchi ikiwa na amani na utulivu, Mwenyezi Mungu anashusha baraka ya kila jambo. Kwa niwaombe sana watu tuendelee kuweka utulivu na amani katika chaguzi zetu hizi, tuende vizuri, ushindani ufanywe kwa halali, tuweke amani, tuweke utulivu, ili Mungu naye atushushie baraka zake, tupate viongozi wema ambao tutashirikiana kuiongoza nchi hii au kuiendesha nchi hii. Huo ndio wito wangu kwa wananchi, lakini hasa wanawake. La mwisho kabisa, kama huna swali. Ukimaliza Mheshimiwa Rais, mimi nitakuwa naelekea kufunga. Yes. La mwisho kabisa nalotaka kusema, ndugu zangu, kwa bahati nzuri nililisema hili Norway, tunapozaliwa wote tunakuja hali moja. Hakuna anokuja na nguo mkononi wala anokuja na kitu kashika mkononi. Wote tunazaliwa hali moja, na ndipo tunapojulikana huyu mwanamke huyu mwanamume, jinsi tunavyotoka, si ndio? Lakini hakuna shape ya kichwa ambapo ukitoka na hiyo shape pale pale unajulikana ana akili huyu au hana akili huyu. Akili ni vile unavyozitumia. Mwanadamu wote aliyeumbwa na Mungu ana karama Mungu amempa. Inategemea makuzi yanavyoendelezwa na anavyoona mambo. Kwa hiyo nataka niseme tusidharauliane. Kila mwanadamu akijengewa uwezo anaweza kufanya chochote kile. Kwa hiyo tuendeleze watoto wetu. Tuendeleze watoto wetu wa kike, tuendeleze watoto wetu wa kiume.
wote wanaweza kufanya wonders katika nchi na katika ulimwengu huu. Asanteni sana. Asante sana mama, na kwa kauli hiyo